أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العلي العظيم. Ndugu wasikilizaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Siku tunazoziishi za mwezi huu mtukufu, mwezi wa mfungo tisia, ni siku ambazo kwamba zimebeba minasaba ya Kiislamu mikubwa. Miongoni mwa minasaba kama hii ni munasaba wa makumbusho ya mazazi ya Nana Fatima alayha salam. Fatima alayha salam ambaye kwamba ni binti ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni mke wa al-Imam Ali alayhi salam, ni mama wa al-Hasan wal-Husayn alayhi salam. Mwanamke mtakatifu kama huyu, siku hizi ndiyo siku ambazo kwamba alidhihiri katika dunia hii. Na kwa munasaba kama huu, kiongozi wa wanyonge, kiongozi wa Kiislamu al-Imam al-Khomeini rahmatullahi ta'ala alayhi alitoa wito kwa Waislamu waijalie ni siku ya mwanamke katika ulimwengu. Siku ya tarehe 20 ya mfungo tisia ile itakuwa ni siku ya mwanamke wa Kiislamu katika ulimwengu. Wakati tunaposimama
mbele ya tukio hili la kusherehekea mazazi ya Nana Fatima alayha salam, wakati tunaposimama mbele ya wito wa kiongozi wa Kiislamu al-Imam al-Khomeini, huwa tukabiliwa kama kawaida ya kila mwanadamu anapopambana na baadhi ya mambo yenye kufungamana na fikra zake, tukabiliwa na maswali mawili ya kimsingi. Swali la kwanza, kwa nini yeye Fatima katika siku ya mwanamke? Swali la pili, kwa nini siku ya mwanamke iwe ni katika siku ya kuzaliwa Fatima? Nikiyafafanua zaidi maswali haya mawili, na kusudia katika swali la kwanza, kwa nini tumtague Fatima katika siku ya mwanamke ulimwenguni? Kwa nini iwe itataguliwa ni siku ya kuzaliwa Fatima Zahra alayha salam? Swali la pili, kwa nini tuweke siku ya mwanamke katika siku hii ya kuzaliwa Fatima Zahra alayha salam? Ndugu wasikilizaji, nikianza na swali la kwanza, kwa nini Fatima, kwa nini siku ya kuzaliwa yeye iwe itakuwa ni siku ya mwanamke? Filhali pengine mtu aweza akaja akauliza kwamba mwanamke huyu hakuishi ulimwenguni. Mwanamke huyu kulingana na ikhtilafu za riwaya na historia, wengine wasema hakupitisha miaka 18 aliaga dunia. Ni kipi ambacho kwamba kitaweza kumwekea yeye mambo haya makubwa? Ni kipi ambacho kwamba kitaweza kumuingiza yeye awe yeye ndiye mzunguko wa mazungumzo ya mwanamke? Jawabu ni kwamba kweli Fatima alayha salam hayakuwa maisha yake ni marefu, lakini maisha yake yalikuwa mapana, lakini maisha yake yalikuwa yako deep, na qima na uzito wa maisha sio urefu wa umri, sio urefu wa miaka, lakini ni undani, ni upana wa utoaji wa yale maisha. Wakati tunapoangalia fikra za mtu, wakati tunapoangalia harakati za mtu, ni kipimo gani ameweza kuutumikia ubinadamu, ni kipimo gani ameweza kuchangia fikra, ni kipimo gani ameweza kujenga hisia za watu, hivyo ndivyo anapopimwa mtu. Aweza kuwa ameishi miaka 16, aweza kuwa ameishi miaka 18, aweza kuwa ameishi miaka 20. Urefu sio tatizo, urefu hauchangii kitu kibaki kwake. Ni wangapi ambao kwamba wameishi katika dunia hii kwa kipindi kirefu, miaka baada ya miaka, lakini hawana jambo lolote ambalo kwamba wameutendea ubinadamu, hawana jambo lolote ambalo kwamba wamejitendea wao kujijenga nafsi zao. Na ni wangapi ambao kwamba waliishi umri mfupi katika dunia hii, lakini walioyafanya yalikuwa ni marefu, ya walioyafanya pia yalikuwa ni makubwa, walioyafanya yalikuwa ni mapana. Kwa msingi huu, tusimtazame Fatima kwa umri wake alioishi katika dunia, tusimtazame Fatima kwa miaka ni mingapi alioishi, tumtazame Fatima kwa kile alichokifanya kwa kipindi hiki ambacho kwamba alichokiishi. Fatima kwa muda huu mfupi wa miaka 18 twaweza kumgawanya kiasi ambacho kwamba lau wataka kutumia kipimo cha miaka, lau wataka kutumia kipimo cha umri, huwezi kupata nafasi aliyafanya wakati gani haya tutakao kuyagawanya. Fatima aliishi akiwa kama binti, kama mtoto wa kike wa babaki, na akaweza kutekeleza yale majukumu
na akaweza kutekeleza dauri kubwa akiwa kama binti. Fatima aliweza kuishi akiwa kama zauja, kama mke, na akaweza kuonesha mfano mkubwa wa maisha ya mtu kuwa kama mke, mwanamke. Fatima aliweza kuishi akiwa kama mama na mlezi wa watoto, na akaweza kuonesha mama katika nyumba, mlezi katika nyumba, yuwalea kiasi gani na kwa mtindo gani. Fatima aliweza kuishi kama mwanasiasa, kama mwanaharakati, kama mwanajihadi, na akaweza kuonesha mwanamke ana mchango gani katika siasa aweza kutoa, mwanamke ana mchango gani katika jihadi aweza kutoa, mwanamke ana mchango gani katika fikra aweza kuchangia. Fatima huyo ambaye kwamba wewe wamuona ni mdogo kiumri, waona maisha yake ni mafupi, aliweza umri wake huu mfupi akagawanya katika madori hayo mpaka ukahisi wewe labda Fatima ameishi miaka 100 au ameishi miaka 80, wakati unaposoma zipoa, unaposoma fikra alizozijenga, unaposoma watu aliowalea ni kina nani na walifanya nini duniani, ndio utakapokumuelewa Fatima ni nani. Fatima alikuwa kama binti, akiinukia ndani ya nyumba ya baba yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akiwa bado yeye ni mdogo, lakini yuwaelewa na yuwahisi ni nini kinachoendelea katika nyumba hii. Nyumba hii ni nyumba ambayo imefungua mawasiliano na mbingu. Nyumba hii imepokea ujumbe wa Mungu. Nyumba hii imepewa jukumu la kuongoza umma. Nyumba hii kiongozi yuko ndani yake na yuwapambana na changamoto kila tofauti. Haya akaweza kuyaelewa Fatima. Fatima aliishi katika nyumba akiwa kama binti, akimuona baba yake hana mama, amefiliwa na mamake, akimuona baba yake hana baba, akimuona baba yake hana mke, kipindi ambacho kwamba mama yake Ummul Mu'minina Khadija amekufa, yeye bado ni mdogo. Fatima akaweza kuhisi majukumu ambayo kwamba aweza yeye kuyatekeleza. Fatima akaweza kuhisi mahitaji ya baba yake ndani ya nyumba, akimuona babake hana mke, yule mke ambaye kwamba alikuwa ndio matimbuko ya nguvu ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio hisia laini anapozipata, ndipo mahala anapopata mahaba, ndipo mahali anapopata kite, akaweza kujijenga upya kutoka barabarani kwenda kuutangaza Uislamu. Fatima akaweza kuonesha bado ni mdogo kwamba yeye aweza kujaza pengo la mama katika nyumba, akawa yeye huku ni binti na huku ni mama, na ndio mpaka baba yake akawa amuita Ummu Abiha, yeye ni mama wa babake. Kwa nini Fatima awe ni mama wa babake? Ni mama kwa sababu aliweza kuhisi zile pengo ambazo kwamba za mwanamke ndani ya nyumba, akiweko aweza kuzijaza ni zipi, na yeye akawa yuambembeleza babake. Akija amechafuliwa na Makuraishi, yuachukua maji, yuenda kumuosha babake, yuampangusa babake, yuamsubirisha babake, yuamjenga hisia upya babake, yale mambo ambayo kwamba alikuwa ayahitaji kutoka kwa mama Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam au kutoka kwa mke, akaweza kuyaona Fatima aweza kuyatekeleza kwa babake akiwa kama mtoto mdogo. Huyu kwa ufupi ni Fatima alipokuwa binti. Fatima aliweza kuielewa nyumba ya utume, nyumba ya kutangaza Uislamu, nyumba ya kujenga ubinadamu. Yataka ukizaliwa katika nyumba hiyo utende dori gani katika maisha yako. Fatima alikuwa mke, na ukitaka kuyazungumza maisha ya uki ni marefu sana, pengine katika mawanda mengine au wazungumzaji watakaokuja watayazungumza kwa urefu, lakini mimi nataka tu kugusia baadhi ya mazungumzo ambayo yatatupa kwa ufupi Fatima alikuwa mke kiasi gani. Turudi katika maisha ya Fatima, na hususa wakati alipokuwa mgonjwa, yuko kitandani na huku mauti ya mzunguka,
akawa yuwazungumza na mumewe Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam, akawa yuwamzungumzia mumewe na huku yuwamwambia yabna al-am, ewe kijana cha ami yangu, ewe mtoto wa ami yangu, ma ahadtani kadhiba, hukunipata mimi katika maisha yote tulioishi na wewe katika ndoa, ukiwa kama mume na mimi nikiwa kama mkeo, hukunipata nikizungumza urongo hata mara moja, wala khaina, wala nikiwa mkhaini, sikukukhini kabisa katika maisha ya ndoa, wala khalaftuka, wala sijakhalifu amri yako wala matakwa yako, mundu ashartani, kutoka tulipoishi pamoja kama mke na mume. Al-Imamu Ali alayhi salam aliposikia mazungumzo haya kwa mkewe anayempenda, naye yuko katika maradhi, naye yuko katika kufa, akawa yuamjibu, amwambia maadha Allah, na ilinda na Mungu ya Fatima, wewe huwezi kufanya mambo hayo, anti a'lam, bali wewe ni muyuzi zaidi, wa abarru, na ni mtiifu zaidi, wa atqa, na ni mcha Mungu zaidi, wa akram, na ni mkirimu zaidi wewe, wa ashaddu khawfan min Allah, na wewe wa mcha Mungu zaidi. Na mtu mwenye sifa hizi hawezi kumkhini mumewe, na mtu mwenye sifa hizi hawezi kumwambia urongo mumewe wala kumkhalifu mumewe. Huu ndio wasia au mazungumzo yaliyopita kati ya mume na mke wakati walipokuwa aga dunia. Huyu ni Fatima kama mke. Ukitaka kumtizama Fatima kama mama, yatosha umwangalie ni nani aliyemlea, ni nani aliyemzaa. Fatima ndiye alimzaa al-Imamu al-Hasan, na wewe wamjua ni nani al-Imamu al-Hasan, ina haja nikuelezee. Fatima ndiyo yule aliyemzaa al-Imamu al-Hussein, na wewe wamjua ni nani al-Imamu al-Hussein. Ukitaka kumuelewa uzito wa Fatima, angalia wale aliowalea. Ukitaka kumfahamu Fatima ni mama aina gani, angalia watoto aliyewazaa. Fatima ni yule ambaye alimzaa Sayyida Zainab al-Aqila alayha salam, na wewe wamjua Sayyida Zainab ni nani. Sayyida Zainab ni yule mwanamke ambaye kwamba anayejulikana, aliyesimama katika uwanda wa Karbala akiwa aliwatembea na ndugu yake al-Imamu al-Hussein katika kutekeleza malengo ya kujenga Uislamu, malengo ya kuihifadhi Uislamu, malengo ya kuihifadhi khati iliyo sawa ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ndugu wasikilizaji, huyu ni Fatima. Kwa hivyo usione ajabu ikiwa al-Imamu al-Khomeini ataitangaza siku ya mazazi ya Fatima iwe ni siku ya mwanamke. Na swali lako unalojiuliza, kwa nini Fatima? Fatima ni huyu, na si yeye peke yake. Ukimwacha yeye, ukipanda juu utampata mama yake Ummul Mu'minin Khadijatul Kubra. Katika baadhi ya darasa na katika baadhi ya maelezo mingi tuliokuwa tukiyazungumza katika mwezi mtakatifu wa Ramadhani, tulimzungumza kwa urefu ni nani Nana Khadijatul Kubra, mwanamke ambaye kwamba alikuwa msafi, alikuwa tahara kabla ya Uislamu, licha kuja Uislamu. Katika jamii ya Kikureish, jamii iliyokuwa chafu, jamii iliyojaa ufisadi, jamii iliyokuwa na kila sampuli ya uharibifu, ulevi, uchafu kila aina, watu wawili walijulikana kwa majina matakatifu. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, jumla ya uharibifu wote huu wao haukuwagusa, na Makureishi wakiamini kwamba hawa hawakuguswa na uchafu, ndio wakawa wamuita Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam as-sadiqul amin. Vile vile Nana Khadija katika mazingira haya aliyoyaishi, mazingira ya jahiliya, mazingira ya ufisadi na dhulma na kila aina ya uchafu, lakini alijulikana kwa jina la at-tahira, mtakatifu, Ummul Mu'minin Khadija kabla ya Uislamu. Na ulipokuja Uislamu akawa yeye ni mtu wa kwanza kuingia, na lazima awe hivyo, kwa sababu aliyemsafi, aliyemtakatifu ni lazima akiuona usafi na utakatifu au kimbilie. Khadija naye ukitaka kumsoma
ni mpana sana. Umtizame vile alivyoishi na mumewe Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka ikasikilia kipimo Mtume kufiwa na mwanamke huyu, na alipofiwa na ami yake akawa mwaka ule atauita ni amul huzni, ni mwaka wa huzuni. Waislamu wote wataka wahuzunike kwa kuondoka watu kama hawa. Khadija alayha salam ni yule ambaye kwamba alitumia pesa zake zote bila ya kujali, bila ya kutaka badali, bila ya kuwa na maslahi ya kibinafsi yoyote, kwa ajili ya Uislamu, kwa ajili ya haki, kwa ajili ya mumewe Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hivyo mama akiwa ni kama huyu, mama akiwa ni msafi, mama akiwa ni mtakatifu, mama akiwa ameolewa na msafi, ameolewa na sadiq mkweli, ameolewa na mwaminifu, ameolewa na yule aliyesafishwa na mbingu na akalewa kupitia na mafundisho ya Mungu subhanahu wa ta'ala, watarajia mtoto anayezaliwa katika nyumba kama hii atakuwaje? Tunda lililopatikana katika ndoa ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kumuoa mmoja katika wanawake watakatifu Khadija ni kuzaliwa Sayyida Fatima alayha salam, ambaye kwamba sisi siku hizi twajiandalia au twaendelea na kusherehekea siku ya mazazi yake. Hawa ndio wanawake watukufu katika kipindi kifupi tu cha Maka. Na utukufu kwa wanawake haukusimama hapa wala haukufupishwa na hawa, bali ukirudi katika historia ya mitumi na historia ya binadamu utapata wengi wanawake ambao kwamba waliweza kujenga uke wao, wakajenga ubinadamu wao, na wakaweza kuacha mfano bora katika maisha mpaka Uislamu ukaja. Na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akawatambia, kamula min ar-rijali kathirun wa lam yakmul min an-nisa'i illa 4. Waliokamilika katika wanaume ni wingi na hawakukamilika katika wanawake isipokuwa 4, na ni Asiya bintu Mudahim wa Khadija bintu Khuwailid wa Maryam bintu Imran wa Fatima bintu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hawa wanawake 4, Maryam na Asiya na Khadija na Fatima. Na katika hadithi nyingine Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam atuambia, khairu nisa'il alamin, bora ya wanawake wa viumbe, Maryam bintu Imran wa Asiya bintu Mudahim wa Khadija bintu Khuwailid wa Fatima bintu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akawatuambia, ni wengi katika wanaume waliokamilika, lakini katika wanawake waliokamilika zaidi ni 4. Mmoja akiwa ni Asiya bintu Mudahim, mke wa Firaun. Mwanamke huyu ni mfano bora wa wanawake wetu leo, ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amepiga mfano katika Qur'ani. Mwenyezi Mungu akitwambia, Mwenyezi Mungu awapigia mfano mraata Firaun, mke wa Firaun. Mfano huu ni wa kina nani? Mfano huu ni wa wale ambao kwamba leo wajaribu kujitetea, wajaribu kutafuta sababu. Wanakwambia mazingira ni mabaya, televisheni zimetuingilia mpaka ndani ya majumba, mitindo mibaya tunaletewa, utaikimbia vipi? Vipi utajihifadhi? Lakini Mungu akwambia, chukua mke wa Firaun, ameishi ndani ya nyumba mbaya, kila ubaya uko ndani. Mume ni mbaya, wacha televisheni, wacha tepu ama redio ya kupoteza, wacha gazeti, wacha mabuku tofauti mbalimbali, wacha internet pengine zinakuharibu. Mume mwenyewe ndani ya nyumba ni mbaya. Mume ni yule ambaye kwamba alimuasi Mungu mpaka ikafikia kipimo akasema yeye ni Mungu. Mume ni yule ambaye kwamba hakutosheka tu kusema yeye ni Mungu, bali alikuwa yeye aona ikiwa kuna Mungu wengine basi yeye ndiyo yule uko top zaidi, yeye ni Mungu wa Mungu. Akawa yuwaambia, ana rabbukumul a'la,
mimi ndio Mungu wenu, tena ule wa juu kabisa. Ikiwa kuna wengine mnaoabudu, hao wako chini yangu. Mke wa mume huyu ulikuwa wamtarajia awe sampuli gani? Bila shaka leo ukiona nyumba, ukiwaangalia waume wanavyoambiwa wao ni msingi wa majumba, wamekosoka kidogo tu, wameenda kombo kidogo tu, mwanamke yuenda zaidi, kwa sababu waambiwa nyumba ni mume ndio anaojenga nyumba. Lakini masala siyakatai kwamba ni hivyo, mume ana dori kubwa, lakini wewe kama mwanamke una taklifi yako peke yako. Wewe kama mwanamke, Uislamu wako, sheria yako haiko wewe na mume. Kila mtu atatiwa kaburini kwake, kila mtu atafufuliwa na hisabu yake, kila mmoja atapokea faili yake ya hisabu. Bali mume atakukimbia na wewe utamkimbia. Qur'ani yatuambia siku atakao kumkimbia baba mtoto wake, na mama atamkimbia mtoto, na mtoto atamkimbia babake na mamake, na mume atamkimbia mkewe, na mke atamkimbia mumewe. Kwa nini? So kila mmoja, likulli mri'in yawma idhin sha'nun yughni. Kila mtu ana hisabu yake. Kama leo wewe unatoka asubuhi, mambo yamekuharibikia, kazi zimkusanyatia, ofisini huko atakikana, gari ni haribika barabarani, upigiwa simu, huku kuna mtoto hujalipa fees, huku nini. Ukitoka asubuhi sasa upambane na mtu akusimamisha kwa bwana, nina matatizo yangu nataka kuelezea. Utaombe bwana, angalia matatizo yako ya waje, mimi hapa kitu karibu kupasuka. Hii ndio maana hii aya inayotuambia likulli mri'in yawma idhin sha'nun yughni. Kila mtu ana hisabu yake, hakuna nafasi ya kusikizana. Una nafasi utamsimamisha jamaa katika mahshar, umwambie bwana ngoja kidogo, kuna faili yangu nitaka unisaidie hapa, kwa nini wewe hujanisamehe na nini? Anakuambia bwana, kila mtu amebeba yake hapa, kila mtu yatafuta mtu wa kumsaidia. Kwa hivyo usimsingizie mume, usikubali mume akupotoshe. Kama mambo ambayo kwamba yatakuja kuzungumzwa pengine katika faida za Fatima, mume hana uwezo wa kukuhalalishia haramu. Mume hawezi akwambie bwana, mimi nimekwambia kuna tembo, kisha useme mume wangu alifaruhusa nime tembo. Mume hana uwezo wa kukwambia wewe vua hijabu, kisha useme kwamba mume wangu ananiambia nivue hijabu. Si amri yake. Kuna hukuki sampuli mbili shekhe za mke, ndugu zangu wasikilizaji. Kuna haki ni za Mungu, hazina alaka na mume. Kuna haki ni za mume. Hapa watu ndio wachanganya sana. Kusali ni haki ya Mungu, si haki ya mume. Kuvaa hijabu ni haki ya Mungu, si haki ya mume. Haimaanishi wewe leo nyumbani mume akwambia bwana njoo tuzungumze, unaenda kusali hata usisali leo. Basi sawa, mume ametuambia tuwatii, Mwenyezi Mungu ametuambia tuwatii waume, kwa hivyo mimi sitosali. La, mambo hayaendi hivyo. Hizi ni haki za Mungu, na bali hufai kumsikiliza mumeo. Kwa hivyo Asia bintu Muzahim, mmoja katika wanawake watakatifu, ameacha mfano bora ambao Qur'ani watakasisi tuone ni mfano. Wa daraba Allahu mathalan, Mungu amepiga mfano, watu watumia akili wasikilize hii mifano. Mfano wa nani? Mraata Firaun, mke wa Firaun ndio huyo Asia bintu Muzahim. Mmewe mfisadi, mtofu, mshirikina, adai Mungu, mpinzani wa mitumi, ataka kuua mitumi, kila aina ya ufisadi amefanya Firaun. Lakini Mungu akamtoa ndani ya nyumba ile mke mtakatifu ambaye bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia ni katika wanawake waliokamilika. Wa kwanza ni yeye Asia bintu Muzahim. Wa pili ni Maryam bintu Imran. Na sisi sote wasikilizaji tumjua Maryam, tukiwa Waislamu, tukiwa Wakristo, tumuelewa ni nani Maryam. Maryam ndio mama yake Nabii Allah Isa alayhi salam. Maryam mwanamke mtakatifu, mwanamke ambaye kwamba Mungu alimpa mitihani katika maisha yake, mpaka akatuhumiwa utakatifu wake, mpaka akatuhumiwa utahara wake, na ule ukamilifu wake ukawa watu wataka kukosolewa, kwa kuwa yeye inkuwaje akazaa bila ya bwana, inkuwaje akazaa bila ya hajaolewa. Mungu akataka kukuonesha wewe mwanamke kwamba wakati unapopatikana na mitihani, chukua mfano kwa Maryam, kama unapochukua mfano kwa Asia. Wakati unapopata mume mbaya, asikupotoshe.
mazingira mabaya yasikupotoshe. Angalia na Maryam, wakati unapopatikana na misiba, wakati unapopatikana na mitihani, kuwa na moyo wa kubeba, kuwa na subra kama Maryam alivyokuwa. Hakumtupa mtoto wake kwa kuwa tu yeye wasingiziwa, na hasha lillah, maadha Allah, Maryam hawezi kuzini, Maryam hawezi kuwa mchafu kwa sababu ni mwanamke mtakatifu, na akawa atamlea mtoto wake na atamkamilisha mtoto wake mpaka atakuwa ni katika wale watakatifu ulimwenguni. Ndugu wasikilizaji, hawa wanawake wanne, ukianza na Asia bintu Muzahim mke wa Firaun, Maryam bintu Imran mamake Nabii Allah Isa alayhi salam, Khadijatul Kubra alayha salam mke wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Sayyida Fatima az-Zahra ambaye ndio leo sisi tuko katika kusherehekea mazazi yake. Hawa ni wanawake na sio peke yao, wako wingi, lakini hawa ndio wale kama anaotuambia Bwana Mtume walifika katika kilele, na watataka kutuonesha na kuwaonesha wanawake wenzao kwamba waweza kuwa wewe na ukawa mkubwa katika maisha. Ukubwa sio mwanamume, utukufu sio mwanamume peke yake, utakatifu sio mwanamume peke yake, daraja sio ya mwanamume peke yake, daraja ni ya wote, mume na mke, wote ni binadamu. Ya ayuhan nas, Mwenyezi Mungu atuambia enyi watu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, sisi tumewaumba nyinyi mkitokamana na waume na wake, mko wanaume na wake, waja'alnakum shu'uban wa qabaila, na tukawafanya nyinyi makabila mbalimbali. Kama vile tulivyofanya kuna mume na mke, ni dharura ya kimaisha, ni dharura ya kibinadamu, na makabila na mataifa ni dharura ya maisha, ni dharura ya kibinadamu, lakini sio misingi ya ubora, sio misingi ya daraja, ni misingi ya kuishia. Tujuane, Mwenyezi Mungu anatuambia litaarafu, tupate kujuana, mume na mke tupate kuzaana, kuubakisha ubinadamu waendelea. Mataifa mbalimbali, makabila mbalimbali, ndimi mbalimbali, rangi mbalimbali, lugha tofauti, zote hizi ni katika kudumisha maisha ya kijamii na kuweza kujuana. Tukawa tusema huyu ni nani, ni kabila fulani, na huyu ni fulani, ni kabila fulani, lakini hii sio misingi ya ubora, sio misingi ya kuwa hawa wako mbele, kwamba mume yuko mbele kuliko mwanamke au fulani yuko mbele kuliko fulani. La, Mwenyezi Mungu atuambia msingi wa kihakika ni huu, al-qima al-haqiqiyya, msingi wa kihakika, inna akramakum inda Allahi atqakum, ule mtukufu wenu kwa Mungu ni ule mwenye takwa. Aya hii Mwenyezi Mungu yalizungumza katika suratul Hujurat aya 113, akituonesha vipi Uislamu watutizama. Kwa hivyo hawa wanawake wanne waliweza kuthibitisha neno la Mungu kwamba ubora sio mwanamume wala kuwa mwanamke, sio kuwa kabila fulani wala kuwa kabila fulani, ubora ni atqakum. Asia akatuonesha takwa yake na ilipojengwa na Firauni asiweze kuiharibu. Maryam akaionyesha takwa yake ilipojengwa na mazingira aliyoyaishi na wale waliojaribu kumkosoa wasiweze kuivunda. Ummul Mu'minin Khadija akaonyesha takwa yake na akaishi katika maisha mabaya ya jahiliya, lakini akabaki ni mtakatifu. Fatima alayha salam naye Mungu akampa mitihani kila sampuli katika maisha yake, na akaweza kubaki katika msimamo wa kuonesha inna akramakum inda Allahi atqakum, umbora wenu ni ule mwenye takwa. Wanawake wasikilizaji, mataka mchukue mfano kwa hawa, na wanaume pia wataka waigize, kwa sababu hawa walikuwa si viongozi wa wanawake peke yake, bali walikuwa wamebeba mambo ya kibinadamu na misingi ya kiutu, kila mtu aweza kujifaidisha nayo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatupa nasi matakatifu waliokuwa nayo, na atatujalia sisi pia ni wenye kuwataba watu watakatifu kama hawa, majumba yetu yajengeke na watoto wetu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatupa masikio mema yenye kusikiliza mazuri na yakafuata yale yaliyo mazuri zaidi. Walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah